Furaha imekolea nchini Tanzania baada ya Tundu Lissu kushinda kesi ya uhaini dhidi yake. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeendelea leo Alhamisi tarehe 23 Oktoba mwaka 2025 katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Hii ni moja ya kesi zilizovuta hisia kali nchini, huku ikitazamwa kama kielelezo cha mapambano ya kisiasa yanayoendelea kati ya serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan na upinzani unaomilikiwa na Chadema. Mahakama ilijikita katika kuamua pingamizi iliyowasilishwa na Lissu, akipinga uwasilishaji wa vielelezo vya video vilivyohifadhiwa kwenye memory card na flash disk vilivyotolewa na shahidi watatu wa upande wa mashtaka, mkaguzi wa polisi Samuel Elbarikari Kaya. Video hizo zilidaiwa kuonyesha ushahidi wa madai ya uchochezi dhidi ya Lissu, lakini upande wa utetezi ulidai kuwa ushahidi huo haukufuata taratibu sahihi za kisheria. Jopo la majaji watatu likiongozwa na majaji kama Dansan Ndunguru lilikubaliana na hoja za utetezi, likikataa kupokea vilelezo hivyo kama ushahidi halali. Uamuzi huo mdogo umechukuliwa kama ushindi. Jopo la majaji watatu likiongozwa na Jaji Dansan Ndunguru lilikubaliana na hoja za utetezi, likikataa kupokea vilelezo hivyo kama ushahidi halali. Uamuzi huo mdogo umechukuliwa kama ushindi wa muda kwa Lissu, ambaye tangu mwanzo wa kesi hii amesisitiza kuwa anakabiliwa na mashtaka ya malengo ya kisiasa, si haki ya kisheria. Lakini nyuma ya pazia la kesi hii kuna historia ndefu ya mateso, vitisho na misukosuko ambayo imemwandama Tundu Lissu kwa zaidi ya miongo miwili. Historia ambayo kwa wengi inaonyesha jinsi ambavyo mfumo wa kisiasa nchini Tanzania umekuwa ukijaribu kukandamiza sauti pinzani. Tundu Lissu alijitokeza kama mmoja wa wanasheria jasiri zaidi katika historia ya siasa za Tanzania. Mwanasheria huyu ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Singida Mashariki alianza kujulikana miaka ya 1200 alipokuwa akitetea haki za wananchi na kupinga vikali vitendo vya rushwa serikalini. Katika kipindi cha utawala wa hayati Rais John Pombe Magufuli, Lissu aligeuka kuwa mwiba mkali kwa serikali, akitoa hoja nzito bungeni na hadharani kuhusu matumizi mabaya ya madaraka, ukosefu wa uhuru wa kujieleza na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa msimamo wake thabiti, mara kadhaa Lissu alijikuta akikamatwa na kufunguliwa kesi kadhaa za uchochezi. Ilikuwa ni mwaka 2017 ambapo maisha yake yalipokumbwa na giza zito. Alishambuliwa kwa risasi zaidi ya 30 akiwa nje ya makao makuu ya bunge mjini Dodoma. Tukio hilo lilimwacha mahututi na miezi kadhaa alikuwa nje ya nchi akipatiwa matibabu nchini Kenya na baadaye Ubelgiji. Baada ya kupona, Lissu alirudi nchini mwaka 2020 akipokelewa kwa shangwe kubwa na wafuasi wa Chadema. Hata hivyo, harakati zake za kisiasa hazikuwa rahisi. Uchaguzi wa mwaka huo ulitawaliwa na mvutano mkubwa, na Lissu akidai kuwa alizuiliwa kwa hila kuendesha kampeni zake kwa uhuru. Kesi ya uhaini dhidi yake ilianza rasmi baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambapo alishtakiwa kwa madai ya kutoa matamshi yaliyoweza kuhatarisha usalama wa taifa. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanaona kesi hiyo kama njia ya kumdhoofisha kisiasa, hasa baada ya kuonekana kuwa ndiye mpinzani mkuu mwenye nguvu ya kumpinga Rais Samia Suluhu katika uchaguzi wa mwaka 2025. Mara kadhaa Lissu ameonekana akijitetea binafsi mahakamani, akisisitiza kuwa mashtaka hayo ni ya kubuniwa ili kumzuia kushiriki katika siasa za kitaifa. Wafuasi wake na wanaharakati wa haki za binadamu wamekuwa wakidai kuwa kesi hii ni mwendelezo wa mfumo wa kisiasa unaotaka kumweka kando mtu anayepigania mabadiliko. Kesi hii ambayo imekuwa ikisomwa kwa vipindi tofauti imeendelea kuvuta hisia kile inapofikishwa mahakamani, na leo uamuzi wa Jaji Ndunguru wa kukataa kupokea vielelezo vya video umetafsiriwa kama ushindi kwa mahakama. Bado inaheshimu taratibu, ingawa bado hatima ya Lissu ipo mikononi mwa mfumo unaoonekana kugawanyika kati ya haki na siasa.
Wakati wa maisha yake ya kisiasa, Lissu amekamatwa zaidi ya mara 10 kwa tuhuma mbalimbali. Mwaka 2016 alikamatwa kwa madai ya kutoa maneno ya uchochezi dhidi ya serikali, na mwaka uliofuata kabla ya shambulio la risasi alishikiliwa alishikwa kwa siku kadhaa akihojiwa na vyombo vya dola kuhusu matamshi yake juu ya madini na mikataba ya uwekezaji. Baada ya tukio la kupigwa risasi, alilazimika kukimbiliwa mishoni kwa usalama wake, na huko Beljiji aliendelea kuzungumza juu ya haki za Watanzania, kishtumu kile alichokiita udikteta wa kikatiba na kuhimiza mageuzi ya kisiasa. Lakini kurudi kwake nchini kulikuja na changamoto mpya. Serikali kwa nyakati tofauti imekuwa ikitumia vyombo vya sheria kumpiga marufuku, kumzuilia mikutano ya hadhara, na sasa kumweka katika mchakato wa kesi ndefu inayochukua muda mrefu. Kwa wachambuzi wa siasa, hii kesi imekuwa zaidi ya swala la kisheria na ni mpangilio wa kisiasa unaolenga kudhibiti mustakabali wa uchaguzi wa mwaka 2025. Wengi wanaamini kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu inafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa Lissu anaondolewa katika uwanja wa ushindani, kwani ndiye anayechukuliwa kama tishio kubwa kisiasa. Samia, ambaye amekuwa akijaribu kuonyesha sura ya mageuzi na maridhiano, anatajwa kutumia kesi hii kama njia ya kumweka Lissu katika mtego wa kisheria, na kwa kufanya hivyo anaweza kuzuia jina lake kuidhinishwa na tume aliweza kuzuia jina lake kuidhinishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kigezo cha kuwa ana kesi ya jinai inayoendelea. Na hii si mara ya kwanza kwa mwanasiasa ama wanasiasa upinzani nchini Tanzania kuzuiwa kwa hoja kama hizo. Historia inaonyesha kuwa kesi za kisiasa zimekuwa zikitumika kudhibiti wapinzani wenye nguvu tangu enzi za utawala wa Mwalimu Julius Nyerere hadi sasa. Licha ya mashinikizo yote, Tundu Lissu ameendelea kusimama imara. Ameonekana kugeuza jukwaa la mahakama kuwa sehemu ya kuendeleza harakati zake za kisiasa, akisisitiza kwa mapambano haya si ya binafsi ama yake binafsi, bali ni kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Na kila hatua ya kesi yake imekuwa ikifuatiliwa kwa makini na Watanzania, wafuasi wake na wanaharakati wa kitaifa. Mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch yamekuwa yakitoa taarifa mara kwa mara zikilaani kile wanachokiita matumizi ya sheria kukandamiza wapinzani. Uamuzi wa leo wa mahakama umeleta pumzi kidogo kwa wafuasi wa Lissu, lakini bado njia ni ndefu. Kesi inaendelea na hatima yake inaweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Tanzania kwa miaka ijayo. Wale wanaomfahamu Lissu wanamchukulia kama mtu mwenye dhamira ya kweli. Amekuwa mfano wa uthubutu katika taifa ambalo mara nyingi watu huogopa kusema ukweli. Historia yake ni simulizi ya uchungu, ujasiri na matumaini, na kutoka kushambuliwa kwa risasi hadi kusimama tena kwenye jukwaa la siasa akidai haki. Ni mtu ambaye ametumia sehemu kubwa ya maisha yake kutetea katiba, uhuru wa vyombo vya habari na uwajibikaji wa viongozi. Hata akiwa kitandani baada ya shambulio la risasi, aliahidi kwamba hatorudi nyuma tena, na sasa miaka 8 baadaye amesimama akipigania kile alichokiamini tangu mwanzo Tanzania yenye haki na demokrasia ya kweli. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu imekuwa zaidi ya pambano la kisheria. Ni historia inayoandikwa mbele ya macho ya Watanzania wote. Ni simulizi ya mtu anayepigania haki katika mfumo unaotaka kumvunjia moyo. Ni kioo cha siasa za Tanzania ambapo ujasiri unakutana na nguvu za dola. Na kwa sasa dunia inatazama ikiuliza si nani atashinda kesi hii, bali kama haki kweli itashinda katika taifa linaloitwa ngome ya amani Afrika Mashariki. Hii ni Kenyascope na tumekuandalia simulizi kamili kuhusu mustakabali wa Tundu Lissu, mwanasiasa anayebeba matumaini ya kizazi kipya cha Watanzania. Tutaendelea kukuletea matukio ya kina kila hatua hadi mwisho wa safari hii. Kumbuka kusubscribe, kulike na vile kuguza kengele ya notification ili uweze kupata alerts kila wakati tunapo upload video mpya.